Watu wengi wanaamini Roho Mtakatifu katika kunena kwa lugha tu. Kunena kwa lugha tu. Na mkazo wao ni kunena kwa lugha tu. Na pengine kama uneni kwa lugha ni kama hauna Roho Mtakatifu, which is wrong. Kunena kwa lugha ni kitu kidogo sana. Na tena kama ningeulizwa hivi mtu mzima, yani mzee na kijana, ni nani anahitaji Roho Mtakatifu? Kwa kiwango cha zaidi ya 90%, mimi ningesema kijana anahitaji zaidi Roho Mtakatifu. Kwa sababu unapokuwa na idea yoyote, umemaliza chuo, umemaliza degree yako ya kwanza au ya pili au ya tatu, ni kijana wa kawaida huko mtaani, una mambo matatu unayokutana nayo kwenye maisha yako. Una ukiwa, utupu na giza. Na Mungu kama visionary na kama misionari wa kwanza duniani alikuta mambo matatu alipokuja kuiumba dunia: ukiwa, utupu na giza. Kilichomsaidia kuumba na dunia ikatokea, Holy Spirit. Ndio maana vijana wenye vision wanaweza wakamtumia Roho Mtakatifu akaleta majibu ya maisha yao hata kama hawaneni kwa lugha. Ni maombi yangu yule Mungu aliyekuja kama misionari akauona ukiwa na utupu na giza, kama mtu aliyekuwa na vision ya kuiumba dunia, na kama Roho Mtakatifu alimsaidia vikatokea leo vinavyoonekana, na dunia imejawa na vitu vingi na vikaumbwa vikawepo. Nataka nikuambie, mawazo yako ulionayo yataumbika yawe